sababu katika mwelekeo kama miezi 4 au 5 inakuja tunaelekewa na uchaguzi mkuu wa nchi Tanzania nzima, na chaguzi zetu ambazo zimepita huko nyuma kuna changamoto mbalimbali ambazo zimejitokeza, na yale yaliyozungumzwa katika mkusanyiko ule wa maimamu, basi kuna mambo ambayo ndani yake yalisababishwa na kuli kukosekana kukaa baina ya viongozi hawa wa chama ama serikali na viongozi wa jamii ambao ni maimamu, wakabadilishana mawazo. Lakini laiti ingekuwa kutakuwa na utaratibu huu kabla ya jambo lenyewe, watu wakafahamishwa, wakajielewa faida ya uwepo wa amani katika nchi yetu na hasara ya kutoweka amani katika nchi yetu, basi nina imani kwamba tungepita katika hali ya chaguzi zetu tukiwa na salama katika nchi kwa ujumla inshallah. Na unapoona unyasi unakuwa moga, sasa pengine ni nyoka, pengine ni unyasi tu. Kwa hiyo lakini ukishahakikisha kama tayari ni unyasi, basi mara nyingine tutajihisi kwa kweli sio nyoka. Yani ule nyoka ni kwenye ile tuhuma kwa kweli kuwepo, lakini si nyoka, ni kama hali ya kawaida tu. Yani hapa mzee, ina maana kwamba ukiuma na nyasi tuno neno na maana yake ni kwamba baada ya chaguzi huwa kunatokezea mambo, pengine ndio lilomfanya Mheshimiwa Chande awe kwa idara ya Mufti. Umekaa vizuri, na sisi mashehe mmetukumbusha wajibu wetu wa kuhubiri amani, lakini pia kubwa zaidi hili la watu maskini sana ndani ya waumini waliotuzunguka kwenye misikiti. Mimi nashukuru tumekumbushwa na wenzangu, tulikuwa tunanong'onezana kwamba kuna haja sasa kwenda kukaa kwenye misikiti yetu sisi tulionong'onezana, ili kufanya takwimu za yale mambo ambayo yametajwa hapa, ili kuanzia sasa mayatima wetu vile pamoja na wajane wetu tuweze kuwaratibu na tuendeleze sadaka zetu kukushanya kwenye misikiti ili kukabiliana na matatizo kama haya. Kila mwisho ni hii hali